Hello, leo ni siku mpya tena. Karibu kwenye chaneli yetu nzuri ya Usiteseke Tena. Na leo tutajifunza namna ya kuitazama fedha ili uweze kuimiliki kwa wingi zaidi. Unawezaje kuwa sumaku ya fedha? Kuna aina ya mitazamo ambayo ukijenga ndani yako, fedha ni lazima itakuja na kutumikia. Hii mitazamo ndiyo mojawapo kati ya nguvu ya umiliki kwenye eneo la fedha. Kiufupi, unatakiwa ubadili mtazamo wako sasa na kuacha kuitazama fedha kama makaratasi tena. Namna unayotakiwa kuitazama fedha ili uweze kuimiliki. Twende pamoja. Namba 1, itazame fedha kama kitu chenye hisia na unahitaji ujenge nacho mahusiano. Ukiitazama fedha kama makaratasi, utashindwa kujenga nayo mahusiano. Usipokuwa na mahusiano nayo, ni ngumu kukuhudumia utakavyo. Ona jinsi ilivyo ngumu kwa mtu usiye na mahusiano naye ya karibu kukufanyia jambo unalolitaka. Ndivyo ilivyo kwa fedha pia. Fedha ndivyo ilivyo, kwa maana kwamba ukikosea adabu inaweza kukuacha, na ukiipatia vizuri inaweza kukupenda. Fedha inahitaji matunzo. Matunzo yataonesha ni kwa kiasi gani unaijali. Matunzo simaanishi kuiweka mahali alafu uanze kuiangalia tu, hapana. Ila namaanisha uweke mbali na maadui wote wa fedha wanaohatarisha uwepo wake. Fedha ni zaidi ya huo muonekano unaoiona nayo. Fedha sio noti moja. Fedha ni thamani iliyo kwa pamoja. Napozungumzia hili, sizungumzii kuhusu sura yake ambayo wengi tunaifahamu, ila nazungumzia mwili wake wote ambao huenda hatujawahi kuweka shabaha kuutazama. Naposema mwili wake wote, nalenga zaidi kuhusu tabia yake, mwenendo wake na vipaumbele vyake. Utaelewa vizuri zaidi hapa kama ukifananisha fedha na mwanamke mrembo wa hadhi yake, mwanamke asiyehitaji kitu. Fedha ni mwanamke wa hadhi yake ambaye ni ndoto ya kila mtu kuwa naye. Naweza kusema fedha ni mwanamke mwenye hadhi ya nyota 5. Thamani yake ndiyo inayoamua watu wa kupata huduma zake. Hivyo fedha haitokuja kushuka ili ikutane na thamani unayotoa, ila wewe ndio unapaswa upande ili ukutane na thamani inayotoa, ndipo utaweza kuimiliki. Na hivyo ukiitazama hivi, utagundua hakuna upungufu wa fedha, ila kuna upungufu wa vigezo vya kuimiliki tu. Itazame fedha kwa namna hiyo na anza kujiongezea thamani ambayo ndiyo nguvu haswa ya kuimiliki na kuitazama. Na utaona jinsi fedha inavyoanza kuongezeka kwenye himaya yako kila siku. Naitwa Angela Kanine. Tutaendelea na sehemu ya pili katika somo lijalo. Usisite kutazama. Karibu.